Baada ya mahubiri, wateule mashemasi watainuka na kusimama mbele ya askofu ambaye atawahoji. Wateule mashemasi watainuka na kusimama mbele ya askofu kwa mahojiano. Bwana wapendwa sana, kabla mjajongea kupewa daraja ya ushemasi, yawapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka haya. Je, mwataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu na kwa paji la Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama wasaidizi wa mapadri na kwa maendeleo ya taifa la Kristo? Nataka. Je, mwataka kuishika siri ya imani katika dhamiri safi, asemavyo Mtume, na kuihubiri imani hiyo kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Je, mwataka kujitoa mhanga kwa Bwana Yesu na kutunza daima useja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, mwataka kulinganisha bila kukoma maisha yenu na mfano wa Kristo ambaye mwili na damu vyake mtaviguza altarini? Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka. Baada ya mahojiano hayo, watajongea mmoja mmoja kwa askofu na kuahidi utii. Je, waahidi kunipa mimi pamoja na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi pamoja na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo, yeye mwenyewe aikamilishe.
Je, waahidi kunipa mimi pamoja na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi pamoja na waandamizi wangu heshima na utii? Ahidi. Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo, yeye mwenyewe aikamilishe. Baada ya kuahidi utii, mashemasi wateule watarudi mahali pao, na itakayofuata sasa ni kuwahoji mapadri wateule. Mapadri wateule watajongea mbele ya askofu kwa ajili ya mahojiano. Wana wapendwa sana, kabla mjatokea kupewa daraja ya upadri, yawapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka haya. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya upadri kama wasaidizi waaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana mkiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada ya uaminifu kulingana na mapokeo ya Kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, mwataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnalokabidhiwa, mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Baada ya mahojiano hayo, mapadri wateule watatokea mmoja mmoja kwa askofu kuahidi utii. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Ahidi.
Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aitimize. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aitimize. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aitimize. Baada ya mapadri wateule waliotii, watatoa heshima zao mbele ya baba askofu na mbele ya altari, alafu watateremka chini, na itakayofuata ni litania ya watakatifu, na sisi sote tunaombwa kusimama. Subiri Bwana, subiri. Ndugu wapendwa, muombe Mungu Baba Mwenyezi awamiminie kwa huruma neema ya baraka yake hao watumishi wake aliyopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi na upadre. Sote tupige magoti.
uendelee kuwabariki, kuwatakasa na kuwaweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Bwana Mungu, sikiliza kwa huruma maombi yetu na yale tunayopaswa kutekeleza katika huduma yetu. Wewe uliye mwema, uyategemeze kwa msaada wako, watakatifuze kwa baraka yako hawa wana wako tunaoamini kuwa wanafaa kwa kutolewa ili watimize huduma hii takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Simameni. Baada ya litania hiyo ya watakatifu, wateule wa daraja la upadre watarudi mahali pao. Wateule wa daraja la ushemasi watatokea mbele ya Baba Askofu kupiga magoti ili kuwekewa mikono na Baba Askofu. Baada ya kuwekewa mikono, tutakayofuata ni sala ya kuwaweka wakfu. Uwe nasi Mungu Mwenyezi, ndiye mtoaji wa neema zote, mgawaji wa kila daraja na mpangaji wa huduma. Wewe uishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima, uyapanga yote na kwa njia ya neno ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yako, wayatimiza makusudio ya upendo wako katika nyakati zote. Wewe uliunda kanisa lililo mwili wa Kristo, lenye tofauti ndani yake kwa wingi wa mapaji ya mbinguni, na lililounganishwa katika viungo vyake mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nawe umelijalia lijengwe na kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Hapo mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza.
Vivyo hivyo mwanzoni mwa kanisa lako mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu 7 walioshuhudiwa kuwa wema, wapate kuwasaidia katika huduma ya kila siku, ili nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakisha wateua hawa watu wa kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu. Watazame kwa wema hao watumishi wako tunaowaweka wakfu katika daraja ya ushemasi, ili watumikie katika altare zako takatifu. Bwana, tunakuomba uwashushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako 7, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kuhudumia. Wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na waliofukara, wanyenyekevu katika cheo chao, wenye moyo mnyofu na ulio safi, waamini katika nidhamu ya kiroho. Katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate wafuasi katika taifa lako takatifu, nao wakitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo baada ya kumweka mwana wako hapa duniani, aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye mbinguni, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima. Amen. Amen. Kwa sala hiyo, hawa ndugu zetu ni mashemasi, tutaomba mapadre waliowasimamia waweze kuwavika mavazi ya mshemasi, stola na dalmatika. Nadhani wengine tuketi. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha.
Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundisha hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundisha hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Baada ya hatua hiyo, mashemasi wetu watachukua viti vyao kwenye altari. Itakayofuata ni daraja la upadre. Wateule wa daraja la upadre watakuja mbele kupiga magoti, wataekelewa mikono na baba askofu pamoja na mapadre waliopo. Waongeze watumishi wake waliowateua kwa daraja ya upadre mapaji yake ya mbinguni.
linaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la Kale kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu. Ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ndivyoeneza Roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kuliko. Ndivyo ilivyo wajalia wana wa Haruni ukamilifu na ukuhani wa baba yao, ili waweke makasisi wa kutosha kutoa sadaka za imani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja, kukidhi hali iliyolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu, aliye mtume na kuhani wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na akawafanya mitume takasa katika ukweli, washiriki utume wake. Hao ndio waongezea maandamizi kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hali ya upaki, utie upya moyoni mwao Roho Mtakatifu, wasimamie kazi ya daraja la pili ambayo wamepokea kutoka kwako wewe, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili. Wawe wasaidizi wetu wema wa daraja yetu, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe wagawaji waaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa kwa kuzaliwa mara ya pili na nilishwe altarini pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kuishi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwako na pia kwa dunia. Na hayo na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Naomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Baada ya sala hiyo, tunaomba mapadre wake watatu. Sote tuketi na tuwaombe mapadre wasimamizi waweze kuwavalisha mavazi yao ya upadre, stola kikuhani na suri. Wanakwaya wimbo.
kupakwa mafuta ya Krisma kwenye viganja vyao. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana wetu Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana wetu Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Baada ya mapadri wetu wapya kupakwa mafuta ya Krisma, tutajongea mbele ya Baba Askofu na kukabidhiwa mkate na divai, dhabihu ambazo watazitoa katika ibada takatifu ya misa. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wako. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako
na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu kutoka kwa watu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Baada ya kukabidhiwa mkate na divai, mapadri wetu wapya na mashemasi wapya watasimama mbele ya altari na baba askofu atawapa busu la amani. Mashemasi wapya pamoja na mapadri wapya simama mbele ya altari kutoa busu la amani baba askofu na kisha kupongezwa mapadri wengine. Thank you.
viongozi